bali waabudu Mungu halisi watamwabudu Bwana katika roho moja na kweli. Ndiposa hili neno limeona dunia ya sasa, limeona watakatifu, linaona watu ambao wanasema hao ni manabii waliochaguliwa na ministry, waliochaguliwa wakapigiwa kura na wanadamu. Na mtu anasema amina. Limenya lianje wabadilisha, lichenda lianje wabadilisha, limoka lianje wabadilisha, ngalisalio lingawele. Abanga mwanadamu wahola kano papa, senda hanyalile kamarebo. Kuno mutoka kuno wamewaye, senda hanyalile kamarebo. Inyumba inda ino wamewaye, senda hanyalile kamarebo. Omuhasumula ino wamewaye, senda hanyalile. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Nawasalimia wote katika jina la Yesu. Chini ya mchungaji wetu Basi Elizabeth pamoja na washirika, zaidi ya yote na Kristo Yesu aliye mwokozi wetu, aliye muombezi wetu, aliye kiongozi wetu. Nataka niseme wacha neema ya Bwana wetu Yesu Kristo ikawe pamoja nanyi. Nataka nisimame mahali hapa kwa ajili ya siku nyingine. Nataka nimshukuru Bwana katika utukufu wake na katika neema yake pamoja na fadhili pamoja na nguvu zake, maana andiko linasema ya kwamba akili zake hazichunguziki wala hazieleweki. Na zaidi ya yote akasema ya kwamba akili ya mwanadamu mahali penye inafikia ni hivyo ama ni zaidi ya yote, na ujinga wa Mungu unaanzia mahali pale. Ndiposa Bwana anasema nini? Maana akili ya Mwenyezi Mungu haiwezi kutambuliwa na maarifa za wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nataka nimuinue Bwana Yesu katika utukufu pamoja na ukombozi pamoja na fadhili ambaye Bwana ameona ni vyema nasi tukasimame, nami nikasimame siku nyingine pamoja na pumzi iliyo ndani mwangu. Maana andiko linasema ya kwamba pumzi yako katika ndani ya mwanadamu ni taa ya Mwenyezi Mungu katika chini ya mbingu. Sasa kama ni neno la Kristo Yesu ama pumzi yangu ni taa ya Mwenyezi Mungu, lazima nami nisimame siku nyingine nimshukuru Bwana wetu Yesu Kristo katika utukufu pamoja na ushuhuda. Maana andiko linasema nini? Ya kwamba walimshinda shetani kwa ushuhuda na kwa damu ya mwana kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu hakika ninashuhudia nikisema ya kwamba anastahili sifa zote katika chini ya mbingu na katika mbinguni na katika kuzimu, katika juu ya miungu. Yesu anastahili sifa. Bwana asifiwe. Andiko nasema nini? Enyi kundi ndogo, msiogope, maana nimeona vyema Bwana wa mbinguni awape thawabu la ufalme. Fundisho letu ama somo letu nitaongea juu ya tumaini ama nitaongea juu ya ahadi ya wateule katika ufalme. Kwa nini niseme hivyo? Maana watu wengine wanafika mahali wajifariji katika maneno ambayo si sawa, na jifariji katika maneno ambayo siku za mwisho Bwana Yesu atakaporudi hataniona, ama siku nyingine ama mwana wa Adamu atakapokuja na utukufu wake hata nitambua. Maana Mungu ama wanadamu wamekosa nini? Wanadamu tumefika mahali tumegeukia mambo mengine pasipo kumwangalia yeye. Andiko lasema nini? Asema ya kwamba tazama, ninaenda kuweka jiwe kula pembeni, jiwe lililokataliwa na waashi, lakini katika ndani ya Bwana ama kwa Mungu, ili jiwe la heshima pamoja na utukufu. Ili jiwe ni nani? Ili jiwe ni Kristo Yesu. Hili jiwe ni Bwana wetu Yesu Kristo aliyekuja duniani akazaliwa katika chini ya sheria ili awapate walio chini ya sheria, awakomboe watoke katika chini ya sheria ili wakuje katika juu ya neema. Sasa leo vile tunaishi, watu wengi wanataka wajitie katika chini ya sheria ya vifungo katika mambo yao. Maana neno limesema ya kwamba kwa maana Bwana ama mzazi hatachukua maovu ya mtoto, ama mwana hatachukua muovu ya baba yake wala mzazi wake, bali kila mtu atahukumiwa sawa sawa na matendo yake. Maana ndiko linasema, tazama, roho zote ni mali ya Mwenyezi Mungu, lakini roho itendaye dhambi ndiyo hiyo roho itakayokufa.
alikuwa anamaanisha nini? Mwanadamu aliyemwamini hatapotea, lakini aliyemkataa lazima atahukumiwa. Aliyemchukua maisha yake akampa Yesu, yeye hatapotea. Sio mtu aliyechukua dini iwe faida kwake, ama sio mtu aliyechukua na mali ya dunia iwe faida kwake, sio mtu aliyechukua maarifa yake na masomo yake iwe faida kwake, bali aliyechukua neno la Bwana ikawa ndani mwake hatapotea manjiani. Bwana asifiwe. Maana neno linasema, tazama, jitahidini kuingia katika mlango mwembamba. Maana huu mlango mwembamba watu wengi hautaki. Ilikuwa inamaanisha nini? Watu wengi wamekataa ukweli na watu wengi wamekataa sauti ya Mwenyezi Mungu. Lakini tulio ndani ya Kristo Yesu, sisi tu tayari ya kufuata maagizo ya Bwana. Haleluya. Waibrania 4 tuanzie penyewe. Bwana asema nini? Maana neno linasema ya kwamba, ama Waibrania mahali pale akasema ya kwamba, mbona nilete neno? Maana neno la Mungu li hai, tena neno la Mungu lina nguvu, tena neno la Mungu linachoma zaidi ya neno la Mungu, linakawanyisha nafsi pamoja na roho, na zaidi ya yote Biblia inasema tena li chepesi kuyatambua mawazo ya mwanadamu. Yaani neno la Mungu kama umelipokea lina nguvu ya kukuinua. Neno la Mungu kama nimelipokea, hili neno lina faida katika ndani ya maisha yangu. Hili neno la Mungu lina baraka katika ndani ya ujana. Bwana asifiwe. Hili neno la Mungu lina faida kubwa katika ndani ya safari ya wokovu. Hili neno la Mungu lina faida katika ndani ya ndoa yangu ama katika ndoa yako. Hili neno la Mungu linaweza sababisha mahali penye hapana njia ikapatikana. Haleluya. Hili neno la Mungu linaweza sababisha aliyekuwa amekudharau akakupatia heshima katika ndani ya maisha yako katika neno la Mungu. Katika jina la Yesu. Msomaji, soma tuone Bwana asema nini. Iposa niendelee katika utukufu wa Bwana. Waibrania inakuwa changamuka kwa utukufu wa Bwana. Katika jina la Yesu, soma tuone. Andiko inasema, basi ikiwa ingaliko ahadi ya kuingia katika raha yake. Yes. Na tuogope. Simamia mahali pale. Nataka kusome step by step. Mstari wa kwanza. Basi ikiwa ingaliko ahadi ya kuingia katika raha yake. Yes. Na tuogope. Amen. Mmoja wenu asije akaonekana ameikosa. Amina. Mungu akubariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa mbona neno la Mungu ama Paulo asungumuzi? Anasema kama ingaliko ahadi ili ikina katika wote waliomjua Bwana, katika wote waliochukua maisha yao, katika wote waliochukua msalaba wa Kristo, wakajitwika huu msalaba, na huu msalaba si msalaba bali ni neno la Mwenyezi Mungu, likae katika ndani ya mioyo yao, likae katika ndani ya ujana wao, likae katika ndani ya huduma mahali popote wanapotembea. Bwana asifiwe. Anasema ya kwamba tuisije ikaonekana ya kwamba mmoja wetu amekuja ama ameikosa ile ahadi. Somaji kaa chini kwanza ndipo tuone Bwana asema nini. Paulo alipokuwa akizungumza alikuwa ameona kanisa la Mwenyezi Mungu, alikuwa ameona watakatifu wa sasa, alikuwa ameona watu ambao wanajiita mareverend, alikuwa ameona watu wanaojiita ya kwamba ni maaskofu, alikuwa ameona ya kwamba watu wengine wanaojiita manabii wametoka katika njia ya kweli, wametoka katika njia ya kumwabudu Bwana, wametoka katika njia ya kumtukuza Bwana katika ndani ya mioyo. Maana andiko linasema, tazama wakati unakuja na wakati umefika, hamutaenda kuabudu katika milima, bali waabudu Mungu halisi watamwabudu Bwana katika roho moja na kweli. Ndiposa hili neno limeona dunia ya sasa, limeona watakatifu, linaona watu ambao wanasema hawa ni manabii waliochaguliwa na ministry, waliochaguliwa wakapigiwa kura
ya wanadamu. Na mteule aseme amina. Amen. Hao watu Bwana ameona ya kwamba Mungu anapoangalia kanisa akiwapima katika matendo yake, katika utukufu wake, hajaona mwanadamu amekamilika. Ndipo Roho wa Bwana akamwendea mtumishi wake Paulo akasema, lionye kanisa. Lionye kanisa langu nililonunua katika damu yangu. Wasitoke katika msingi wa kweli. Wasitoke katika mapenzi ya kweli. Na mteule aseme amina. Hao watu wanapatikana wapi? Hao watu wa namna hii wanafanana hivi. Katika kanisa wanatembea wawili. Katika kanisa wana Mungu ambayo anawasaidia katika maombi yao. Wana Mungu ambaye anajisaidia katika unabii. Wako na irisi, wako na pete, wako na maji, sijui wako na oliota, sijui wako na michanga ya bahari, wako na rosari, wako na matabao mengine. Paulo aliwaona. Roho wa Bwana akasema, lionye hili kanisa litoke katika hivi vikundi, maana mimi hata siwatambui. Na mteule aseme amina. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hata wanapotembea Biblia inasema, bali nyuso ama uso wangu hawawezi kuwatazama, lakini mimi jicho langu linatazama wenye haki. Jicho la Mungu limetoweka katika hili kikundi, ambaye Bwana, kisoma Matendo ya Mitume 20 mstari mdogo wa 28, asema jihadharini na hili kundi. Hili kundi katika Yuda 1:3 asema ya kwamba wabadilio neema ya Mungu kwa ufisadi. Hili kundi limepatikana wapi? Katika hii generation pamoja na kizazi. Kama wewe uliyeitwa katika jina la Yesu, mtumishi wa Bwana, toka katika hiyo kundi. Nitoke katika hiyo kundi. Yesu wa amani anione. Yesu wa amani anitazame. Yesu wa amani aseme, mwanangu, wewe ni heri. Mungu alijivunie kama alivyojivunia mtumishi wake Ayubu katika mateso. Lakini Bwana akamtambua Ayubu katika maisha yake. Ewe mtakatifu, nataka nikwambie, Biblia inasema kama ingaliko ahadi ya kuingia katika raha ya mbinguni, na tuangalie sana mmoja wetu asije ameona ama akaonekana ya kwamba ameikosa. Nataka niseme 100% ama 99% katika na asilimia nyingi inasema ya kwamba watu wengi hawajasimama katika msingi wa kweli. Na huu msingi unapatikana wapi? Kisoma Matendo ya Mitume, Biblia inasema Paulo alipokuwa akipita katika mji fulani ama mji wa Yeroboamu, aliwaangalia watu wengi wamekaa wanaabudu Mungu, lakini isitoshe hao watu katika madhabahu yao wameandika kwa Mungu asiyejulikana. Anamtaka aseme amina. Kwa Mungu asiyejulikana. Hao watu wanaabudu lakini hawaabudu Mungu. Hao watu wanasifu lakini hawamsifu Bwana. Hao watu wanacheza lakini hawamchezei Bwana. Wako na miungu mingine ambao wamejiongezea. Hii miungu inapatikana wapi? Ukisoma andiko Zaburi, Daudi aliona hizi miungu. Akasema, Bwana, miungu zao zina masikio ya kusikia lakini haiwezi kusikia. Ina macho ya kuona lakini haiwezi kuona. Ina mikono ya kushika lakini haiwezi kufanya jambo lolote. Na mteule aseme amina. Lakini walio ndani ya Kristo, waliomwamini Yesu Kristo, Biblia inasema watakaposimama kati ya miungu nao watahukumu miungu. Kundi ndogo, msiogope kwa ajili ya maisha. Mtakatifu usije ukajidharau kama uko katika msingi wa haki. Mwanadamu yoyote asije akakutisha, ama dini isije akakutisha, ama paso usije kaacha mwito ulio ndani mwako, ama mimi nisije nikaacha mwito ulio ndani mwako. Maana Paulo aliona watu wengi wametoka katika njia. Watu wengi wamekuacha ukweli. Wako na miungu mingine ambayo inawasaidia. Wako na madhabahu mengine. Lakini hayo ndipo Bwana akasema, mimi angalieni, mtu mmoja wenu asije akaonekana kwamba ameikosa ile ahadi kuingia katika raha ya mbinguni. Na mteule aseme amen. Amen. Isaya 35 tuanzie penyewe. Bwana asema nini? Maana hili kundi limesababisha watu wengi wametoka katika njia ya Mungu. Watu wengi wametoka katika mapenzi ya Bwana. Watu wengi wameacha utukufu wa Bwana. Bwana asema nini? Watu wengi waliokuwa wamesimama wamepotoka, hawayumo tena katika safari. Somaji, changamuka kwa utukufu wa Bwana. Anzia penyewe. Yesu asema nini? Na mahali palipo ukiwa patafurahi.
nyika na mahali penye palipo ukiwa patafurahi. Aliyekuwa amepotezwa katika njia ya haki, aliyekuwa ametoka katika msingi wa haki, atakayesikia hii ujumbe abadilishe njia zake, abadilishe mwenendo wake, atapata raha nafsini mwake. Na mtaula aseme amen katika jina la Yesu. Mahali penye palikuwa ukiwa, shangwe mahali penye walikuwa wamedharau, mahali penye walikuwa mtu akisema hata kama mali hapa wanaweza sema hapa kanisa alipo. Lakini katika ndani ya neno ama katika ndani ya Kristo, Bwana Roho wa Bwana ashuhudia ya kwamba mahali penye walikuwa wamedharau sasa wanaenda ama panaenda kufurahi na panaenda kushangilia, inaenda kutoa maji ya uzima. Watu watapokea maji, watapata uzima wa milele. Na mtaona aseme amen. Katika jina la Yesu. Changamuka. Jangwa litashangilia na mito na miti yote maua kama waridi itachanua. Kanisa, huduma, maisha yako, mipango yako, Bwana atasababisha. Ukisimama utaanza kuzalisha, maua itaonekana, utakuwa na mbegu mzuri. Watu wengi watatamani, watu wengi watatamani huduma, watu wengi watatamani maombi yako, watu wengi watatamani na ushauri wako, maana Bwana amekaa pamoja nawe, amekutia nguvu. Pasipo nguvu umepata nguvu. Na mteule aseme amina. Amen. Maana andiko linasema nini? Bwana aenda kuinua vitu vilivyo vinyonge, vitasimama, vitaipisha kwenye nguvu. Na jionaye mwenye hekima, yeye ni mpumbavu. Katika utukufu wa Bwana. Changamuka tuone Bwana asema nini? Itachanua maua mengi. Itachanua maneno mengi kama hii special ama huduma hii mahali katika chepuka kama vile tumesimama. Nataka nitabiri katika utukufu wa Bwana, katika sauti ya Bwana, kwa sababu mahali hapa nyika ya Bwana ama mto wa uzima, Bwana ameona ya kwamba watu walio waaminifu, walio wanyenyekevu watakaposimama wataona mkono wa Bwana. Na mteule aseme amina. Wataona mkono wa Bwana, wataona sauti ya Bwana, naye Bwana atakaa pamoja nao, atawafungua katika vifungo na mitego. Maana ndiko nasema, tazama Roho wa Bwana yu juu yangu, amenitia mafuta kuhubiria waliofungwa kwenda kufunguliwa kwao, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Na mtangazaji Bwana asifiwe. Neno la Mungu lina nguvu, neno la Mungu linaufungua katika utukufu wa Bwana. Malizia tuone. Pamoja na shangwe na kuimba watamsifu Bwana. Itapewa uzuri wa Lebanoni. Mahali penye palikuwa pamedharauliwa, mahali penye palikuwa hapafai, mahali penye palikuwa maisha yako ilikuwa ya kwamba hata mtu hawezi kukutamani, hata njia yako hawezi kukutamani, ama huduma yako hawezi kutamaniwa na mtu, ama mtu yeyote hawezi tamani maisha yako. Lakini Bwana atasimama, atasababisha unaenda kutamanika katika machoni kwa wanadamu, katika utukufu wa Bwana. Na mteule aseme amina. Mteule aseme amen. Hiyo ndiyo wateule, si katika dunia, bali wateule. Wateule ni wakina nani? Wanaosikia sauti ya Bwana na kubadilika, watayari kusikia neno la Mungu ikae katika ndani mwao. Maandiko inasema nini? Utukufu wa Karmeli na Sharoni. Yaani utukufu wote, jamii iliyokuwa imedharauliwa, watu waliokuwa wamedharauliwa, wachungaji ambao watu wanaona ya kwamba ni hata hawafai. Huduma mahali penye wanaona ya kwamba hapa neno hata alizaidi kusimama hapa hata hakuna mahali hata kuenda mahali pale, napoteza muda. Lakini kumbe mahali pale ndiyo Bwana amezaliwa, ndiyo mfalme amezaliwa, ndiyo mkombozi amezaliwa. Huyu mkombozi anapatikana wapi? Akasema tumepewa mtoto mmoja mwanaume. Huyu mtoto mmoja mwanaume, mapekani pake pameandikwa ama pana ufalme, mkononi mwake ana fimbo ya chuma, na zaidi ya yote atakuwa Mungu mwenye nguvu, na namba 2 atakuwa Baba wa milele. Namba 3 maongezi yake hayatakoma. Naye namba 4 akasema mashauri yake hayatakoma, bali ni ya milele. Huyu mwana ni nani? Aliyekuwa amesema katika mji wa Yuda amezaliwa mfalme,
Mfalme ni nani? Kristo Yesu ambaye amezaliwa katika moyo wako. Kama utakubali acha ingie, wewe unaenda kubadilika njia zako, ndoa yako, mipango yako, huduma yako iliyokuwa imedharauliwa. Bwana anaenda kuisimamisha katika utukufu wa Bwana. Amen. Changamuka tuone Bwana asema nini? Wataona utukufu wa Bwana, ukuu wa Mungu. Wataona utukufu wa Bwana na ukuu wa Mungu ndani ya maisha. Mahali pale wakitembea, wataimba wimbo mpya. Tuimbe tumepona, tuimbe. Waliokuwa wamedharauliwa wataanza kupona. Waliokuwa wamegonjeka wataanza kupata uzima. Waliokuwa viwete watapata uzima, wataamuka katika miguu zao. Walikuwa wenye masikio imezibwa, masikio itafumbuliwa. Haya masikio ni ya wapi? Katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho utaanza kuona nyimbo mpya, roho mpya. Roho atakuongoza. Uliyemwamini Bwana, uliyemkimbilia Bwana anaenda kusimamisha maisha yako na maisha yangu. Inaenda kuona, inaenda kuchanua maua mazuri, ninaenda kung'ara maisha yangu, harufu yangu itabadilishwa manukato safi katika neema ya Bwana. Na Bwana atasababisha kila mmoja na kila mtu atatamani maisha yako na maisha yangu. Na mteule aseme amen. Amen. Changamuka tuone. Amen. Itieni nguvu mikono iliyo. Unaona, asema ya kwamba itieni nguvu mikono iliyokumeleka. Hii mikono ni nini? Watakatifu waliokuwa wamejua neno la Bwana, lakini wakaja wakapotosha na mashauri au manabii wa uongo, ambaye Bwana asema jihadharini na ile kundi. Hili kundi linapatikana wapi? Katika dunia, mahali penye upo, hili kundi lipo. Hao watu wapo, lakini Bwana asema itieni mikono iliyokuwa mitaifu. Ulikuwa umesimama lakini ukakuja ukarudi nyuma. Ulikuwa mtumishi wa Bwana, ulikuwa unatumika na Bwana lakini ukaanza kurudi nyuma. Nilikuwa mtu muimbaji lakini kaanza kurudi nyuma. Nilikuwa muombezi lakini kaanza kurudi nyuma. Bwana asema ninakutia moyo, siku ya leo unasikia sauti. Mungu asema anaenda kukuinua mara tena. Kama andiko linasema mwenye haki mateso ni mengi, lakini Bwana umuokoa nayo yote. Amen. Na mteule aseme amina. Amen. Akafika mahali akaongezea akasema ya kwamba na mtu atakapoanguka ama mtu unapokatwa, kuna tumaini ya kwamba utafufuka tena. Amina. Na mteule aseme amina. Amen. Na mwenye haki kuanguka mara 7 lakini tena atasimama. Na mteule aseme amina. Amen. Sasa ulikuwa mtumishi, ulikuwa ukitumika na Bwana. Nilikuwa nikitumika na Bwana, lakini kafika mahali nikaanza kujua. Kaanza kuimba hadi baba. Kaanza kusema ya kwamba watu wanaenda mbele, wanarudi nyuma. Badala ya kuenda mbele, unaangalia mambo ya dunia. Umekuwa kama wana wa Israeli walipokuwa katika jangwa. Lakini Bwana ni mwingi wa rehema, akaambia mtumishi wake Musa, aambia wana wa Israeli, waenda utengeneze nyoka ya shaba. Atakayeona katika hiyo nyoka, hii nyoka ndogo haitamuuma, atakufa. Na mteule aseme amina. Lakini Waisraeli walikataa. Kisoma Yeremia 6:16 akasema hao watu walikataa njia za Mungu. Wakasema sisi tunaenda kama sisi. Ndipo watu wengi wanaangamia. Katika Warumi 1 asema nini? Asema tazama walibadili ukweli wa Mungu ukawa uongo na uongo ukawa ukweli. Wakabadili neema ya Bwana kwa ufisadi. Wakakiana tamaa katika hao. Lakini Bwana anaenda kuwahukumu watu wake. Na mteule aseme amina. Amen. Mikono iliyokuwa imelekea maisha yako, ndoa yako, ulikuwa umekifa, ulikuwa umeacha tumaini ya kumwangalia Bwana. Uliona ya kwamba hata kuna faida ya kuenda katika kanisa ama kutafuta maombi. Ndio wengine wakageukia waganga. Wengine wakageukia kuabudu wanadamu. Hiyo ndio dhambi. Na mteule aseme amina. Amen. Maana andiko linasema nini? Na adaniwe yule mtu ategemea mwanadamu, moyoni mwake amemfaya ama amemwacha Mungu. Chukizo tena katika machoni kwa Bwana. Malizia tuone mtumishi. Fanyeni imara magoti yaliyo. Ninakufanya uwe imara. Leo unaosikia sauti ya Bwana, leo uko imara katika imani thabiti.
Takaposimama katika imani thabiti, tutasimama, tutasikia sauti ya Bwana. Hii sauti ya Bwana iko inapatikana. Inapatikana katika maandiko ya kwamba Habakuki akasema, Bwana ni hapa mtumishi wako, sema pamoja nami, utakaposema ni tayari ya kufanya sauti yako jinsi utakaponiambia. Na mteule aseme amina. Amen. Makoti iliyokuwa imelekea watakatifu waliokuwa katika msingi wa kweli, lakini wakaacha. Nataka niwaambie, enda haraka katika msingi wa Bwana. Tafuta haraka mahali penye uliangukia. Ukarudi katika junction, ukatubu, halafu neema ya Bwana itakulinda. Nikatubu halafu Bwana atanitakasa. Nikatubu kwa maana Mungu wa Israeli ako pamoja nami. Na mteule aseme amen. Amen. Waambieni walio na moyo wa hofu, jipeni moyo msiogope. Leo naambia ya kwamba yule mwenye alikuwa amepoteza tumaini, tumaini ya maisha, tumaini ya wokovu, tumaini ya kuishi, tumaini ya kusema ya kwamba hata heri nife. Huyu mtu amepoteza tumaini. Bwana asema ya kwamba simameni tu. Alivyoambia wana wa Israeli, ambia wana wa Israeli wanyamaze, ili jeshi mnaloliona hamutaliona tena. Biblia inasema ya kwamba atakayejiinuka kinyume cha wateule atafanikiwa. Hakuna ulimi utakayekaa kinyume ya watakatifu ambaye itakayefanikiwa. Lakini Bwana yupo pamoja nasi. Wache uoga. Ni wache uoga njia mbaya, Mungu ataniona. Sababu yenye Mungu anatutoroka ni dhambi. Dhambi ya dunia, especially dhambi ya siri. Dhambi ya siri imeangamiza watu wengi. Dhambi ya siri imeharibu utukufu wa Bwana. Dhambi ya siri imefanya Mungu ametoweka katika wanadamu. Dhambi ya siri imesababisha Mungu yuko pamoja na watumishi. Wengine wasema ya kwamba ni watumishi, lakini wanatumia mazoea, wanatumia experience yao, lakini Mungu ametoweka pamoja nao. Na mteule aseme amen. Amen. Na mteule aseme amina. Amen. Andiko lilisema kama ingaliko ahadi ya sisi ya kuingia katika ufalme, na tuogope ama tuangalie mmoja wetu asije akaonekana ya kwamba ameikosa hii njia. Kama uko katika njia iliyo ya kweli, angalia Yesu Kristo. Na mteule aseme amen. Amen. Malizia unabii unasema nini? Tazama Mungu wenu anakuja na kisasi na malipo ya Mungu. Tazama Mungu wetu atakuja na kuwaokoa ndimi. Anakuja na kisasi, na atakapokuja na kisasi atakuja kuokoa walio wataifu, na ni sisi watakatifu. Biblia inasema ya kwamba mtakapoona ile chukizo la uharibifu limesimama patakatifu, asomaye na fahamu. Dunia ya sasa vile ninasema hivi, ninasema ya kwamba watu wengi Mungu ametoweka. Na zaidi ya yote madhabahu ndio saa hii kuna unajisi mwingi katika mbele machoni pa Mungu. Lakini Bwana asema atakuja kulipa kila mtu na kizazi chake pamoja na utukufu wake. Na mteule wa Mungu aseme amen. Amen. Na mteule wa Mungu aseme amen. Amen. Nina furaha. Yesu wa amani anaweza. Kwa Ibrania 4 bali penye umetoka mstari mdogo wa 16. Bwana asema nini? Kimalizia andiko 4:16 asema nini? Basi tukaribie kiti cha neema. Kama tunataka rehema ya maisha yetu, kama ninataka amani, kama ninataka nguvu za Roho Mtakatifu zikanirudie, kama ninataka kufarijiwa na pamoja na Mungu, kama ninataka neema tena, kama ninataka Bwana anitumie jinsi alivyokuwa akitumia, anasema basi na tukaribie kile kiti cha neema, ili tufanye nini? Ili tupate rehema. Ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia. Ili tupate rehema na neema na kutusaidia sisi wakati wa mahitaji wetu. Wakati ambao unasema mahitaji ni mgumu, Bwana atakusikia. Nikisema ya kwamba vizi imenilemea, Bwana atanisikia. Wakati nikisema huduma imekuwa ngumu, Bwana atanisikia. Na mtu anasema amina. Bwana asema basi na tukaribie kile kiti cha neema, ili tupate rehema siku za mahitaji zetu. Tukishakaribia kile kiti cha neema, tutapata rehema na neema. Hii kiti cha rehema ni nani? Kristo Yesu. Nimwambie maisha yangu anaposema njooni kwangu ninyi nyote. Lakini watu wengi imekuwa wimbo,
ndiposa nipate neema, ndiposa nipate kufunguliwa, ndiposa maisha yangu iwe imara, itoke katika dharau, itoke katika aibu ndogo ndogo. Lazima nimwangalie Bwana kwanza. Lazima nimwangalie Bwana ndiposa nipate neema. Na mteule asema amen. Amen. Na mteule asema amen. Amen. Hadi uliko nataka niseme ya kwamba wacha neema ya Bwana iwe pamoja nawe, na ikulinde, na ikutakaze. Usiogope, bali mwendeeni Yesu, atakulinda, atakuokoa.